Walillahi alhamd. Jana tuliangalia kwa kina mlango wa najasat, tukaona maana ya najisi katika lugha na sheria, tukaangalia sampuli za najisi na aina za najisi na jinsi gani tunaweza kujiweka mbali nazo ama kujitaharisha dhidi ya najisi. Leo tutaangazia juu ya masala ya alhaid wa nifas, masala ya ada ya mwezi kwa kina mama, hukumu zake zikoje, na masala ya ada za kina mama baada ya kujifungua, yani nifas. Kwenye baadhi ya vitabu hutumika kwa jina la wilada, japokuwa baadhi ya wanazuoni wamegawanya kuna wilada na nifas. Wakasema wilada ni ile damu nyingi inayomtoka mwanamama baada tu ya kujifungua, ile siku ya mwanzo au masaa ya mwanzo. Kisha nifas ni ile inayoendelea baada ya hapo. Alimradi kauli yenye nguvu zote ni nifas ndio wilada, na wilada ndio nifas. Alhaid lugha, neno hedhi katika lugha huwa as-sailanu. As-sailan ni damu inayotiririka kutoka katika fuko la uzazi la mwanamama, as-sailan. Wa shar'an, ama kisheria, damun tabi'iyya, ni damu ya asili ya kitabia. Wajibiliya, damu ya kimaumbile, jibilla, kwa ni damu ya asili ya kimaumbile ndio hedhi. Yakhruju min qa'ri rahimi, inatoka ndani ya fuko la uzazi. Arrahimi ni pale ambapo panapotunga kizazi, kama Allah alivyosema ya'lamu ma fil arhami, jamu rahimi. Allah anajua kile kilichopo katika fuko la uzazi au pale panapotungwa kizazi. Na rahimi kwa maana nyingine pia ni udugu. Udugu kapewa jina la rahimi likifungamanishwa na uzazi. Silatul arhami, kuunga kizazi ama udugu. Kwa hiyo hedhi ni damu ya asili ya kimaumbile, tabi'iyya jibiliya, ya asili ya kimaumbile inayotoka katika fuko la uzazi au pale panapotunga mimba, fi awqatin ma'luma, katika nyakati maalum. Halu sihhati almar'a, na hii ni hali ya afya, ya kiafya ya mwanamke. Yani hali hii si ugonjwa, hali hii ndiyo uhai na ndiyo siha ya mwanamama. Binti akiingia kwenye hali hii tunasema hii ndiyo hali ya siha, kwa sababu kuna uhakika wa kupata ujauzito. Na mara nyingi isipokuwepo hii ni muhali mtu kupata ujauzito. Na ndio maana hata wale wanaofikia hatua za kutotokwa na damu hii ya ada ya mwezi ni muhali kubeba ujauzito. Wallai yaisna min almahid min nisaikum, kama Allah alivyozungumza na wale ambao wachoka hawawezi kutokwa na ada za mwezi. Kuna umri fulani mwanamama akifika ni muhali kutokwa na ada ya mwezi, na pia halikadhalika ni vigumu kupata ujauzito. Kwa hiyo hali hiyo ni ya kisiha, si maradhi. Min ghairi sababi wilada, pia hedhi hutoka pasina sababu ya kuzaa. Maana yake hii inatoka tu kwa muda fulani, tutakuja kuona nyakati zake
Mara nyingi ni kila mwezi mwanamama huenda katika desturi hii, mara nyingi. Maana yake inaweza ikawa akaenda mara 2 au akaenda akapitia mwezi ukapita hajaenda. Haya yanatokea. Wanifas, na nifasi, damun yakhruju min mar'a au min almar'a inda alwilada. Nifasi ni damu inayotoka kutoka kwa mwanamke baada ya kujifungua au wakati wa kujifungua. Maana ilivyo mara nyingi huanza hata kabla ya kujifungua kwenyewe. Utasikia matabibu au wakunga au wakina mama wenye uzoefu anakuambia chupa imepasuka. Kwa hiyo mara nyingi inaanza inda alwilada, wakati wa kuzaa kwenyewe, na si aqiba alwilada, si baada ya kuzaa. Na pia inawezekana akajifungua kabla ya kutoka. Hayo ni masala mengine ya kitabibu. Unaweza kuuliza, kuna mtu ajifungua operesheni, tayeb, tutakuja kuyaona huko. Jambo lingine, bidayatu waqti alhaidhi wa nihayatihi au wa nihayatuhu, mwanzo wa wakati wa hedhi na ukomo wake au na mwisho wake ni upi? La haidh qabla tamami 9 sinin, hakuna hedhi kwa mwanamke kabla ya kutimiza miaka 9. Binti lazima atimie miaka 9 ndio anaweza kuanza kuingia katika ada. Hii ndiyo mara nyingi ghalibu iko hivi, na inaweza ikachelewa miaka 10, 12 mpaka 13. Liannahu lam yathbutu fil wujud la limra'atin hayyada qabla hayyadat au hayd qabla dhalik, kwa sababu katika mazingira ya kawaida hapajapata kuthibiti kwa mwanamke kwenda ada ya mwezi kabla ya miaka 9. Ndio maana ikawa ndio hadi yake, ukomo wake wa mwanzo, au ndio kuanza kwa hedhi ni miaka 9. Waqad ruwiya an Aisha radhiyallahu anha annaha qalat, na kumepokewa masimulizi kadhaa kutoka kwa Aisha, Allah amuiradhi, kwamba yeye amesema, idha balaghatil jariya 9 sinina fahiya imra'a, atapofikia jariya, kijakazi, yani mtumwa wa Allah, miaka 9, basi huyo ni mwanamke. Manake huyo ashakuwa utu uzima, mara nyingi ni katika ada ya mwezi. Wala haidhu ba'da 50 sana fil ghalib ala sahih, wala hakuna ada ya mwezi au hedhi kwa mwanamama mwenye miaka 50 na kuendelea, mara nyingi fil ghalib, yani aghlabu au ni nadra, yani ni mara chache kumkuta mwanamama ana miaka 50 na kuendelea akiwa bado anaenda kwenye ada yake ya mwezi. Lakini aghlabu yake mara nyingi akifika miaka hii, ada hii hukoma ala sahih, kwa tafiti sahihi za wanazuoni wa Kiislamu. Waqad ruwiya an Aisha radhiyallahu anha annaha qalat, hal kadhalika imepokewa na kutoka kwa Aisha, Allah amuiradhi, kwamba yeye amesema, idha balaghatil mar'a 50 sana kharajat min haddi alhaid, atapofikia mwanamke miaka 50 hutoka katika kikomo cha wanaoenda ada ya mwezi ya hedhi. Kwa tunapata hapa mara nyingi mwanzo wa ada ya mwezi kwa wanawake ni miaka 9, na mara nyingi mwisho wa ukomo wa ada ya mwezi kwa wanawake ni miaka 50. Ndio ufupisho wa mazungumzo haya ya nukta hii. Aqallu muddatul haidhi wa akthariha, uchache wa muda wa hedhi na wingi wake. Maana yake sasa tumefahamu miaka 9 iweza kuingia katika ada ya mwezi, miaka 50 mara chache kuingia. Je, inatoka kwa kipindi gani? Imetoka ndani ya mwezi kwa kipindi gani? Ni siku 1, siku 2, mwezi? Uchache wake na wingi wake ni upi? Ndio nukta naizungumza.
As-sahihi, iliyokuwa sahihi, annahu la hadda liaqallihi wala aktharihi, usahihi hakuna kikomo cha wingi wake, cha uchache wake wala wingi wake, kwamba kikomo chake bana kwa uchache toka siku moja, kwa wingi labda isizidi siku 3, hakuna. Wa innama yurja fihi ila al-'ada wal-'urf, hilo la rejeshwa hilo katika desturi na ada na desturi. Tusimame kidogo hapa. Kivipi? Naam, tuliacha hivyo kwanza, tuje kuliona ufafanuzi wake huku mbele. Kuna baadhi ya vitabu ukisoma kama Safinatun Najah, Mabadi'ul Fiqhiyya, Irshadul Muslimina maarufu babu majaa, wanasema wameweka kule baadhi ya ukomo na kwamba mara nyingi kwa uchache wake ni lahdha, mara chache hizo zatoka chap katika mchana masaa kadhaa, basi ada ya hedhi kakoma. Wingi wake 15 wameweka baadhi wanazuoni, kisoma kule. Tuangalie hapa, nasema ghalibul haid, mara nyingi hedhi, ghalibuhu 6 au 7, mara nyingi ni siku 6 au 7. Kule wameweka mchana mmoja tu, masaa 12 ndio uchache wake, ni baadhi ya vitabu. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama li Hamna bint Jahsh radiyallahu anha, kwa kauli ya Mtume alimwambia Hamna mtoto binti wa Jahsh, akasema Allah miradhi, anasema tahayyadi fi ilmi llahi 6 ayyam, hedhi katika elimu itokao kwa Allah ni karibuni siku 6, zizidi hapo, au 7 zizidi, yani huu ndio wingi, haizidi hapo. Thumma ightasili wa salli 24 yawman, kisha thumma ightasili, kisha koga, wa salli, na usali 24 yawma, siku 24 zilizobakia katika mwezi. Maana yake siku 6 ada, zilizobakia 24 hizi utaswali kama kawaida. Au 23 yawman, au taswali siku 20 na ngapi? Na 3. Maana yake siku 7 ameenda ada huyu. Kama yahidhu nisai wa yuthhirna limiqatin haidhihinna wa tuhurihinna, kama wanavyoenda ada wanawake kwa nyakati maalum ya ada zao na utohara wao. Katika hili swala ada, kuna jambo linaitwa, limezungumzwa pale kwamba swala la ada ya mwezi halina uchache wala wingi wake, bali inaangaliwa ada na desturi. Ada ya mtu ambaye anaenda hiyo ada ya mwezi, desturi yake yeye yakwenda siku moja, yuaenda siku moja, miaka na miaka. Ikizidi siku moja inakuwa si hedhi tena, inakuwa al-istihadha, damu ya ugonjwa. Mwingine anakwenda siku 3, ndio desturi yake. Ikizidi hapo si hedhi tena, hiyo ni istihadha, damu ya ugonjwa. Wanazuoni wakasema istihadha itafahamika kwa njia mbili. Moja ni kuzidi muda wa kawaida ambao mwanamama huwa anaenda kila mwezi. Yeye ni siku 2 au ni siku 3 au ni siku 1, ikazidi katika siku 3, ikazidi katika siku 1, ikazidi katika siku 2, hapa atasema hii si hedhi tena, ni istihadha. Aina ya kwanza ni hiyo, kujua. Aina ya pili, harufu na rangi, wao wanafahamu. Akitazama ile rangi si ile ya kawaida ambayo ni ada humtokea. Akitazama ile harufu si harufu inayotokana na nini, na ada aliyoizoea, hapo nasema hii sasa si hedhi, ni istihadha.
Lakini kwa nini mtu ajue istihadha? Sababu kuu ya kujua istihadha ni hii: mtu akishamaliza ada yake ya mwezi, mwanamama akaenda kwenye istihadha, manake bado damu inaendelea kutoka, hapa hukumu yake ya swali kama kawaida. Ndio mantiki ya kujua yale ambayo yalikuwa ni haramu ya hedhi yatakuwa hapa pia si haramu tena kwake. Kutufu al-Kaaba atatufu, kuswali ataswali, kufunga atafunga, kwa sababu damu hii ni istihadha. Ni istihadha maana yake ni damu ya ugonjwa, si hedhi ya asili. Kwa atarejea kwa madaktari aende apate tiba ya kutokwa na damu katika muda unaokuwa wa ziada ambao sio ada yake. Mtu atatoka hata mwezi mzima, Sheikh, sio unasema ni hedhi. Na hili sasa hivi limejaa sana katika ulimwengu wa sasa. Yasemekana kwa sababu watu wanatumia madawa ya kuzuia, ya madawa ya uzazi wa mpango. Iwe ni vijiti, ndio vijiti, siji vitanzi, ndio hivyo, siji vijiti ndio vitanzi, iwe ni vijiti, iwe ni sindano, iwe ni vidonge, mara nyingi vinabadilisha mfumo wa utokwaji wa ada ya mwezi kwa mwanamama. Kwa hiyo unakuta mwingine anatoka fluently, yani inaendelea tu mwezi mzima yanatokaga tu, au ndo maisha yake yako hivyo. Sasa huyu haji kwenye hukumu ya hedhi tena. Hii inabadilika kuwa ni hukumu ya istihadha, ni damu ya ugonjwa. Kwa hiyo atatekeleza ibada ya swala, atafunga, atatufu al-Kaaba, atashika msahafu kama kawaida, huku akiendelea kuwaona matabibu wampe dawa ya kumponya ili aende katika hali iliyokuwa ya kawaida. Ndio maana ya kujua hii ni hedhi na hii ni istihadha, yani hii ni damu ya ada ya mwezi ya kidasturi ya kawaida, ambayo ni siha kama tulivyosema kule mwanzo, ni hali ya kiafya, na hii ni istihadha, damu ya ugonjwa. Mmeelewa mantiki ya kujua muda wa hedhi? Kwa mtu mwanamama anarejea katika ada yake, desturi yake, huwa anaenda siku ngapi? Ikizidi tu lazima akague ile damu ipo katika harufu ile ile ya ada, rangi yake ni ile ile ya ada. Hapo atapata jawabu na atapaswa kujisafisha tu na kujistiri, isichafue nguo zake za nje, na baada hapo atekeleza ibada ya swala kama kawaida. Tutakuja kuona istihadha imeelezwa kwa kirefu katika mazungumzo chini insha Allah. Baada ya hapo tuyaangalie mambo ambayo ni haramu kufanywa kwa mwenye hedhi na hata nifasi, ama kufanywa na huyu mwenye hedhi au nifasi. Ni haramu mambo yafuatayo kufanywa na mtu mwenye hedhi, yani ada ya mwezi, au nifasi, au mwenye nifasi ada ya baada ya kujifungua au wakati wa kujifungua. Moja, alwat'u fil farj. Moja ni kukutana mwenza wake. Hili ni haram mutlaq. Na walillahi alhamdu, wanazuoni wa sasa wa matabibu wamekiri kwamba kuna madhara makubwa ya kukutana na wenza kukutana katika muda huu wa ada, kwa sababu uchafu ule unaweza kuleta maradhi makubwa kwa mwanamke, hasa kwa mwanaume, na pia mwanamke anapata madhara. Kwa hiyo hili ni haramu, na hili ni kwa mujibu wa Qur'an, sura ya 2 Suratul Baqara aya 222, fa'tazilu an-nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahharna. Jitengeni mbali, fa'tazil, jitengeni kabisa, an-nisaa, dhidi ya wanawake, fil mahid, wakati wa ada zao, ima hedhi ama nifasi, wala taqrabuhunna, wala msiwakaribie, hatta yathurna, mpaka wataharike, ada ile kome, ifike hitamu na tamati, ndiyo maruhusiwa kuwaendea. Kama Allah anasema, fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah, wakisha kuwa safi, mtaharika na wakakoga wakajitoharisha, basi waendeeni hao pale alipokuamuruni Allah subhanahu wa ta'ala, si pengine. Lugha imeeleweka. Na pia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama baada ya kuteremka hii aliwaambia, isna'u kulla shay'in illa an-nikah, maruhusiwa kufanya mambo yote na wake zenu katika ada zao, isipokuwa jambo la tendo la ndoa. Utambusu, utamkumbatia, yote
isipokuwa tendo lenyewe la ndoa ndilo ambalo limeharamishwa. Na haya yalitokea wakati wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Mila ya Waarabu ilikuwa wanawekwa mbali kabisa, kando huko, wanatengwa kabisa. Paka baadhi wanasema hawa wasipike. Mwanamke shekhe akiwa kwenye ada yake yoruhusiwa kupika, tena hata kuchinja na ruhusiwa, na tukala hicho kichinja. Hayuko tahara bwana huyu, asikuchinja. Hakuna habari hizo katika Uislamu. Kwa hiyo hata kuchinja mwanamama leo kwenye ada ya mwezi au baada ya kujifungua atachinja kama kawaida. Lilokatazwa ni moja tu katika miamala baina ya watu, ni moja tu, nalo ni tendo la ndoa yeye na mwenza wake. Na katika miamala yeye na Allah subhanahu wa ta'ala imekatazwa nini? Swala, kutufu al-Kaaba, kufunga saumu ya Ramadhani, na pia kugusa msahafu. Meleka. Na baadhi ya kauli hata kusoma Qur'ani wamesema baadhi wengine, lakini kauli ambayo haina nguvu mno. Hilo la kwanza. Jambo la pili, at-talaq. Hapo sasa hili alimuhusu na usu wanaume. Talaka jamani haitolewi wakati wa ada ya mwezi. Talaka hivi nini? Haitolewi mwanamke anavyokuwa kwenye ada yake ya mwezi. Talaka bid'i katika lugha ya sheria. Milango tutaikuta mbele baada ya milango hii ya tahara. La yutallaqu almar'a fi 'adatihi au fi alhayd wala fi taharatin jumi'at fi, yani mwanamke haachwi katika ada wala katika utahara ambao amekutana mwenza wake. Imeeleweka hiyo? Yani mwanamke akiwa kwenye ada yake ya mwezi haupaswi kumpa talaka. Na kuna hekima nyingi shekhe hapo. Kuna hekima nyingi sana shekhe. Wana ndoa wanajua. Kuna kipindi magomvi ya mme na mke ni kwa sababu hajakutana tu. Au hilo lipo. Wana ndoa mpo? Inawezekana mgogoro kwa ni mzito, lakini jambo likipatikana la ndoa, mgogoro unaishia hapo hapo, utashangaa. Sasa wakati ule tumekatazwa wakati wa ada. Hekima ya kwanza hiyo. Hekima ya pili, mwanamke ambaye kwenye ada yake ya mwezi hata saikolojia yake haiko vizuri, hata utendaji wake wa kazi, watafiti wameweka kabisa sema hata utendaji wa kazi mwanamke kwenye ada ni tofauti. Ima ni kwenye kuandika ni karani au shughuli zake zote ni tofauti. Kwa kuna mabadiliko ya kibiolojia yanamkuta mwanamke katika hali hii. Na kuna kipindi anakuwa na hasira zaidi. Sasa kipindi hichi ikasema sheria hapana kumpa talaka katika kipindi hichi. Hiyo ni hikma, sio mlango wetu huo. Lakini talaka mwanamke hapewi anapokuwa katika ada yake ya mwezi. Ipokuwa akipewa talaka imekubalika. Jambo lingine hilo. Imekubalika. Taona kule katika milango ya talaka kule. Lakini bid'i, talaka bid'i inaitwa. Si ilo imizwa kisheria. Hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ilizungumzia hiyo. Kwanza aya inasema fatalliquhunna li'iddatihinna, wapeni talaka wanawake katika eda, katika hesabu zao. Li'idda min adda ya'uddu idda, katika hesabu. Na hapa wanazuoni wakafasiri hapa ni katika utahara wao, kama hadithi ilivyofanua ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama pale alipomwambia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, akamwambia kijana wake Abdullah ibn Umar, ambaye Abdullah ibn Umar ni kijana wa Umar ibn Khattab. Yeye alimtaliki mke wake katika ada. Mtume akamwambia Umar, nenda kamwambie kijana wako Abdullah ibn Umar, muruhu liuraji'uhu, muamrishe amrejee mke wake. Hakuna talaka katika wakati wa nini? Wa hedhi. Na hadithi hii ikazua gogoro kwa wanazuoni kidogo, gogoro moja ambalo nimegusia pale mwanzo, kwamba mtume alimwambia muamrishe amrejee. Baadhi ya wanazuoni wakafasiri kwamba manake talaka ilituka, ilikubalika. Laiti singekuwa sio talaka, singewa mrejee. Imeeleweka
Baadhi wakasema hapana, hapa si kumrejea kwa maana ya kumrejea, hapa ni kwa maana mwambie talaka haipo hapo. Kwa maana talaka katika hedhi haipo kabisa. Ndio khilafu za wanazuoni utakuja kuzikuta mbele katika masuala ya talaka. Wengine wanasema ukimpa talaka muda wa hedhi maana yake talaka haipo, hujamwacha. Baadhi wanasema hapana, ukimpa talaka ipo lakini umekosea katika sheria, unapata dhambi kumpa katika muda huo. Angalieni masala khilafu jinsi yalivyo ikhtilafu. Watu wanachukulia ikhtilafu jambo kwamba mpaka wanazozana mpaka kutoana katika Uislamu, lakini ndio misingi kama hii ya kuelewa nasu au nusus za Allah za mtume wetu sallallahu alaihi wasallam au aya za Qur'an. Mpo kwa kitendo cha mtume kumwambia Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu amwambie mwanae Abdullah ibn Umar amrejee mke wake kwa sababu amempa talaka katika muda wa hedhi, kaonesha kwamba hairuhusi kumpa mwanamke talaka katika muda wa nini? Wa hedhi. Jambo la tatu lifai kwa mwanamke as-sala, kuswali. Inajulikana hilo kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwambia Fatima bintiye, Allah muiradhi, kumradhi so binti yake ni li Fatima binti Abi Habsh, alimwambia Fatima mtoto wa Habsh kwamba idha aqbalatil haidha fad'i sala, ukiingia katika ada ya mwezi acha swala, ikija hedhi acha swala. Maana yake swala pia haitaki uswali. La nne as-saum, saum pia hairuhusiwi kwa mwenye ada, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kauli yake mtume isemayo alaysa ihdakunna idha hadat lam tasum wa lam tusalli, hivi sivyo kwamba mmoja wenu katika ninyi wakina mama akienda ada ya mwezi hapasi kufunga wala kusali? Kaonesha kwamba swala ama saum hairuhusiwi kwa mtu aliye kwenye ada ya mwezi. Qulna bala, wakasema bala, hapana, ni ndivyo ilivyo, sivyo bali ni hivyo. La tano at-tawaf, kuzunguka kama kutufu al-Kaaba, nao pia ni kaulihi sallallahu alayhi wasallam li Aisha radhiyallahu anha lamma hadat, na hii ni kwa mujibu wa kauli yake mtume alipomwambia Aisha alipoingia katika ada yake wakati wanatekeleza ibada ya haji. Akamwambiaje Aisha? Mtume akamwambia Aisha, if'ali ma yaf'alu al-hujjaj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tatuhiri. Akamwambia kwamba mtume alimwambia Bi Aisha, fanya yale ambayo yanafanywa na mahujaji kama kawaida, lakini bali isipokuwa jambo la kutufu usizunguke al-Kaaba mpaka utapokuwa tahara. Kaonesha kuzunguka al-Kaaba yuwapaswa uwe tahara. Qira'atu al-Qur'an ala ba'd aqwal al-ulama, pia kusoma Qur'ani kwa mujibu wa kauli ya baadhi ya wanazuoni. Tulifanua kule nyuma katika masuala ambayo hayafai kwa mtu mwenye janaba, nifas na hedhi, tukaona kauli za wanazuoni zilizozungumza jambo hili. Wa huwa qawlu akthari al-ulama ahli al-ilmi min as-sahaba wat-tabi'in, na hii ni kauli ya wengi katika watu wa elimu miongoni mwa masahaba na wanafunzi wa masahaba, wa man ba'dahum, na walokuja baada yao. Lakin idha ihtajat ila alqiraa, lakini akihitaji kusoma, ka an tahtaji ila murajaati mahfudhaha hatta la yunsa, kama mwanamama akitaka kurejea kile alichokihifadhi ili asikisahau, ruhusiwa kusoma Qur'an. Au ta'limi albanati fil madarisi, au kufundisha mabinti katika madrasa, ruhusiwa kusoma Qur'an. Au qiraati wardaha, au kusoma uradi wake, nyiradi mbalimbali adhkari, yaruhusiwa kusoma Qur'an. Jaza laha dhalika, yajuzu kwake yeye. Wa illam tahtaji fala taqra, ikiwa kuna haja ya hivyo basi asisome, kama qala ba'dhu ahlul ilmi, kama alivyosema baadhi ya wanazuoni. Lakini wengi wamesema yaruhusiwa kusoma Qur'ani alimradi asishike nini? Msahafu. Jambo la saba, masul mushafi, kugusa msahafu ama kuushika. Kauli ya Allah isemayo katika suratul Al-Waqi'a aya ya 79, la yamassuhu illa almutahharun,
haihusu Qur'ani isipokuwa yule ambaye yuko tahara. Jambo la 8 alifai kwa kwenye ada, dukhulul masjidi wal lubth fihi au al-mukth, kuingia msikitini na kukaa katika msikiti. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, wa kauli ya mtume semayo la uhillu almasjida lijunubin, si halalishi msikiti kukaa kwa mtu mwenye janaba, wala haidhin, wala mtu mwenye hedhi au nifas, waliannahu sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume pia kana yudni ra'sahu li Aisha radhiyallahu anha wa hiya fi hujratiha. Mtume alikuwa akimkataza Bi Aisha kuingia msikitini akiwa katika nini? Chumba chake. Yani Bi Aisha akiwa na dharura, anamhitajia mtume, kuna jambo nataka amueleze, alikuwa haingii msikitini akiwa katika hali ya ada, bali alikuwa akisogea dirishani tu, anaongea na mtume dirishani. Na baadhi ya riwaya alikuwa akitoa kichwa mtume katika dirisha na Aisha anamchana nywele zake. Imeeleweka?